Ni Machi 27 mwaka 2025, mtazamaji wa Mbayu TV, na katika uga wa kimichezo leo hii kinakaliwa kikao kwa ajili ya kujadili mchezo ambao ulipangwa kucheza Machi 8 mwaka huu 2025 kati ya kikosi cha wananchi Young Africans dhidi ya watani zake Simba Sports Club pale katika dimba la Benjamin Mkapa, mchezo ambao haukuchezwa kutokana na kuahirishwa baada ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kuhususia kucheza mchezo huo kwa kudai kuwa wamezuiliwa kuweza kufanya mazoezi. Lakini baada ya kuto kuchezwa mchezo huo na kuahirishwa na bodi ya ligi, kikosi cha wananchi Yanga wao waliweza kutoa taarifa kwamba hawatoweza kucheza mechi nyingine yoyote, huku akisema kwamba mchezo wao na Simba Sports Club umekwisha kupita na wanachokihitaji ni kuweza kupewa pointi 3 na mabao 3 kama ambavyo kanuni inasema. Endapo mchezo ukaahirishwa na timu moja isipofika uwanjani, basi timu ambayo imeweza kufika uwanjani na imetimiza matakwa ya kimchezo, basi inapaswa kuweza kupewa pointi 3 na mabao 3. Lakini matakwa ya kimchezo ya kikanuni ambayo yanaipatia uhalali wa Yanga kuweza kupewa hizo pointi 3 pamoja na mabao 3 hayakuweza kufuatwa katika ile siku, kwa sababu hakukuwepo na marefari ambao walikuwa wameshaweza kufika uwanjani. Lakini pia hakukuwa na taratibu nyingine zote ambazo ziweza kutakiwa kufanyika hazikufanyika. Kwa hivyo limekuwa ni swala ambalo limekuwa na mvutano mrefu sana, kitu ambacho kimewafanya hata wenyewe wasimamizi wa ligi kuu kwa maana ya bodi ya ligi kushindwa kuweza kupanga tarehe mpya ya mchezo huo, kwa sababu wananchi Young Africans wenyewe bado wamekomaa kwamba hawataweza kucheza. Na kuhusiana na mkutano ama kikao ambacho kinafanyika leo hii kati ya Wizara ya Michezo, bodi ya ligi pamoja na Simba na Yanga, nipo na mwenzangu Mr. Info JBZ hapa kwa ajili ya kwenda kuzungumza swala hili kinaga ubaga ya kipi ambacho kinatarajiwa baada ya kikao hiki, majibu yepi tuweze kuyatarajia hapa baada ya mkutano huu. Bwana J, ni aje? Safi, namshukuru Mwenyezi Mungu niko salama. Bwana, leo hii kama nilivyoweza kutoa utangulizi hapo nyuma, pengine unaweza ukatueleza labda swala zima la leo hii, mipango imekaaje, namna kikao kinafanyika, kina uwezo wa kuwa na majibu gani, matarajio ya watu wayapokeaje, pengine dabi itachezwa au haitachezwa? Ni wakati wako wa kuweza kutueleza hivyo. Kwanza leo kuna mkutano ambao unawakutanisha TFF pamoja na wizara ambayo ni husika pamoja na viongozi wa timu zote mbili ambazo tunazungumzia ni wa Simba pamoja na Yanga kwa ajili ya kujadili kwamba ni namna gani ambavyo inatakiwa ifanyike, kwa sababu pasipo chezwa huu mchezo kati ya Simba pamoja na Yanga, sidhani kama mwisho wa ligi kuisha atapatikana mshindi, kwa sababu hii ndio game ambayo itaamua ni nani ambaye ataenda kuwa bingwa wa NBC Premier League ambayo tunazungumzia ni ligi kuu Tanzania bara, ndio. Sasa leo kutakuwa kuna mkutano wa kuzungumzia hiko ambacho kimeleta mkanganyiko. Kama ulifuatilia awali, Yanga walitoa barua yao kuhusiana na namna gani ambavyo wenyewe hawako tayari kwa ajili ya kucheza huo mchezo, kwa sababu wenyewe walikuwa wameshajipanga kucheza mchezo ambao ulikuwa ni tarehe 8 mwezi wa 3, lakini Simba waligomea ile mechi, hawakuweza kufika uwanjani. Sasa baada ya ile kauli kumetokea sintofahamu nyingi hapa kati, kumetokea mambo mengi yameongeleka, wamekuja wazee wa Yanga wameongea yao kuhusiana na namna ambavyo TFF imekuwa haitendi haki, especially kwa upande wao. Wakaja wakamileti na kile ambacho kilitokea msimu wa mwaka 2024 mwaka 2023-24 ambapo Yanga walikuwa wanategemea mchezo unapigwa saa 11, lakini taarifa ikaja kutoka wakati Yanga wameshaenda kwenye uwanja wa mazoezi kwamba mechi itakuja kupigwa saa 1 za jioni. Kwa hiyo Yanga wakaona kwamba sisi tulikuwa tupo correct, tulifika muda ambao game ilitakiwa kucheza, lakini taarifa imetoka wakati sisi tumeshafika uwanjani kwamba game imeahirishwa, itachezwa saa 1, wakati sisi tulikuwa tunajua kwamba itachezwa hiyo muda wa saa 11. Lakini Nyolo wakasema kwamba wakaja kukompea kwamba na tukio la sasa hivi kwamba wakati ule Yanga amegomea ile mechi, kulikuwa hakuna mzozo wote ambao ulitokea especially kwa upande wa Simba, kama vile ambavyo sasa hivi Yanga wamekuwa na huu mgogoro kwamba wanataka zile pointi zao 3 pamoja na magoli 3, kama vile ambavyo kija kuleta kwenye
ligi ya Misri ambapo the way Al Ahly waligomea mchezo, Zamalek wakapewa zile point. That's why ndio maana na wenyewe Yanga wakasema kwamba tunataka zile point 3, lakini tutegemee kuona mkutano unaweza ukaenda vizuri, kwa sababu mchezo huu usipochezwa tutegemee kwamba kuna uwezekano kusiwe na aina yote ile ambayo inawezekana kama mwisho wa ligi tunakuja kumpata mshindi atakuwa ni yupi. Na unaposema kwamba mchezo huu usipochezwa tutashindwa kumpata mshindi wa ligi kuu ama bingwa wa ligi kuu, unakuwa unamaanisha kitu gani hapo kwa mtu ambaye anashindwa kukuelewa? Tunasema kwamba mpaka sasa hivi Yanga yuko tunasema kwamba mpaka sasa hivi wamelingana michezo, si ndivyo? Lakini kuna kipolo ambacho ni cha Simba pamoja na Yanga. Kwa mfano kila mtu akicheza michezo yake yote, manake itabaki game moja ambayo ndio itakuja kuamua ni nani anatakiwa kuwa bingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo maana yake mchezo huu usipochezwa at the end hatutokuja kujua nani ambaye anastahili kuchukua ubingwa wa ligi kuu NBC Tanzania bara. Kwa hiyo ni bora zaidi huu mchezo ukachezwa, kwa sababu hatuto kwamba ligi itamalizika kutokujua mshindi ni nani ambaye anastahili kuchukua hilo kombe. Kikao kinafanyika ni bodi ya ligi kuu, yes, TFF pamoja na wizara ya michezo ambao unaizungumzia serikali hapo, na Simba na Yanga. Kuhusika kwa wizara ya michezo moja kwa moja hakutii wasiwasi katika haki yetu sisi kama Tanzania katika ushiriki wetu wa masuala ya kimichezo, kwa sababu tushaishuhudia huko nyuma mataifa kadhaa ukiwazungumzia Kenya, Nigeria usisha serikali katika maamuzi ya kimichezo, mshasiko wakapelekea wakafungiwa. Na sisi leo hii tunakwenda kuingia katika mtego huo, wizara moja kwa moja inakuja kuhusika na maamuzi ya kimichezo. Labda haiwezi kaa inatia shaka, haiwezi ikawa ni hatari katika ustawi wetu wa kimichezo, tukaweza kunyang'anywa haki ya kuweza kushiriki michuano ya kimataifa kama vile CAF Champions League, kushiriki AFCON pamoja na kombe la dunia. Na ndio maana FIFA wanasema kwamba football ni kitu ambacho kinatakiwa kiwe dependence, yani maana yake kisiingiliane na upande wa serikali, kwa sababu tukija kuingiliana kwenye upande wa serikali ina vitu vyake na masuala ya michezo na vitu vyake. Na ndio maana kwenye michezo kuna sheria ambazo wana michezo wakikiuka au shirika lolote au klabu yoyote ile ikikeuka, itimisi kwamba kuna adhabu ambayo inatakiwa ifuatwe. That's why ndio maana ukifuatilia wadukuzi mbalimbali au unasema wachambuzi mbalimbali wa masuala ya michezo wanasema kwamba sio beta zaidi serikali kuingilia masuala ya kimichezo, kwa sababu kwenye kanuni ambazo zimewekwa na FIFA, ambapo tunazungumzia ni shirika la mpira duniani, si ndivyo? Kwamba ni klabu au shirika lolote lile, tunazungumzia TFF, tunazungumzia klabu ambazo ni za masuala ya michezo, haziruhusiwi kujihusisha moja kwa moja, au serikali hairuhusiwi kuinterfere au kuingilia masuala ya kimichezo pale tu yanapoenda kinyume. Manake kwamba shirika ambalo linajihusisha direct na masuala ya kimichezo ndio linatakiwa liwe responsible zaidi kwenye kutatua zile shida ambazo zinapatikana hususan za masuala ya kimichezo. Sasa tukija kwenye hoja yako, unasema kwamba kama kuna mifano dhahiri ambayo imeonekana kwa baadhi ya nchi ambazo zimekutana na hilo lungu la FIFA kuhusiana na namna ambavyo serikali imejaribu kuingilia masuala ya kimichezo na wakaja wakafungia, na tutegemee hiki ambacho kinafanyika muda huu cha Tanzania inawezekana kikakuta kama hizo nchi zingine. Lakini sisi tunachokiona kwamba isije ikatokea hicho, bali ni hapa inawezekana serikali ikiwa imeingilia, lakini serikali ameenda kama mediator kwa ajili ya kuziweka hizi timu mbili ambazo ni Simba na Yanga, ambazo zimekuwa ni kama vile ni kubwa sana hapa Tanzania, zimekuwa zinapawa sana, kwamba tukubaliane bana tucheze hiki na hiki. Sidhani kama serikali itakuwa na maamuzi direct ya kuamua kwamba bana mchezo utapigwa tarehe hii na tarehe hii, kwa sababu tukisimamia kwenye masuala ya kanuni kwamba serikali haina haki ya kuingilia masuala ya kimichezo. It means kwamba hata kama ikiingilia, basi Yanga wanawezekana wakawa na haki moja kwa moja kupeleka ili tatizo kwenye FIFA, na serikali maybe inaweza kupata mambo mengine, hususan tunazungumzia sana TFF ndio inawezekana wakakutana na hili lungu, wakakutana labda tuseme hata bodi ya ligi nayo ikaja kukutana na hivi vitu, lakini serikali inawezekana yeye ameenda pale kama mediator kuwasikiliza kwamba wenyewe wanataka kipi kifanyike haswa. Sidhani kama wataenda moja kwa moja kupanga tarehe kwamba mchezo unatakiwa ufanye hivi. Wenye mamlaka kupanga hicho kitu, maana yake tunazungumzia ni bodi ya ligi. Ni kurudisha tarehe 8 nyuma kidogo. Wewe ukitizama scenario ile siku kuanzia usiku wa tarehe 7 uje mpaka majira ya saa 8 saa 7 hivi mchana, kwa maana ya siku ya tarehe 8 ambayo siku ilikuwa inatakiwa mchezo huo.
unahisi yupi ambaye ana makosa kati ya hawa watu watatu? Wa kwanza Simba, ambaye kwa maelekezo ni kwamba alienda uwanjani bila kutoa taarifa ya kwamba anakwenda kufanya mazoezi kwa maana siku ya tarehe 7. Lakini wa pili ni Yanga Sports Club, ambaye Zaire Shairi walinzi wake ama stewards ama mabondia imesemekana kwamba waliwazuia Simba Sports Club kwenda kufanya mazoezi. Watatu ni bodi ya ligi ambaye alihusika kuahirisha mchezo husika baada ya Simba Sports kusema kwamba acheze mchezo huo. Yupi ambaye alikuwa ana shida hapa na yupi aitakiwa asimame kwenye maamuzi yake ili kusudi mchezo uweze kuchezwa kwa siku hiyo na kuondoa hizi sintofahamu ambazo zimeendelea kujitokeza kwa sasa ni mwezi hivi? Kwa mujibu wa sheria na kanuni, si ndivyo? Unaweza ukasema kwamba Simba walikuwa wako sahihi. Simenelewa. Lakini ukija kwa hiyo kanuni ambavyo jinsi ninavyosema, maana yake Simba alitakiwa kutoa taarifa, ndivyo, kwa msimamizi wa uwanja kwamba muda fulani sisi tutakuja kufanya mazoezi. Kwamba na wenyewe Yanga kwa upande mwingine walikuwa wako sahihi kwamba bana sisi tunasimamia kile. Kwa nini wenyewe Simba hawakufuata kanuni na sheria zinavyosema kwamba mkitaka kuja kufanya mazoezi kwenye uwanja basi mtoe taarifa tunaenda kuja kufanya muda gani na muda gani. Umeelewa? Lakini Simba wenyewe walisimamia kutokana na kanuni yenyewe inataka wafanye kwamba tukikataliwa kufanya mazoezi kwenye uwanja ambao ninatakiwa twende tukauchezee kwa siku ya kesho, basi sisi tupo tuna haki. Yaani maana yake sisi tumesimama kwenye haki kwamba tuna uwezo wa kuamua chochote ambacho sisi tunachokitaka. Sasa ndio wakaamua kwamba sisi siku ya tarehe 8 ambao ndio siku mahususi ligi ilikuwa inatakiwa icheze, basi wenyewe wakaamua kwamba hatucheze. Umeelewa? Lakini Yanga na wenyewe wanasimamia kwenye ule mpango wao kwa sababu walijua kwamba tarehe 8 ndio siku mahususi ya wao kwenda kucheza ligi, na walikuwa wako sahihi kwamba Simba kama wanaenda kufanya mazoezi hapo, umeelewa, kwamba walitakiwa kutoa taarifa before kabla hawajaenda hapo ili kusudi kwamba hata wanapoenda pale wasipate bughudhi yoyote ile kutoka kwa msimamizi pamoja na walinzi wa Yanga, kwa sababu walinzi wa Yanga walikuwa ni responsible kuulinda uwanja kwa sababu wenyewe ndio walikuwa wenyeji wa uwanja. Umeelewa? Kama ni mwenyeji wa uwanja maana yake wewe ndio unatakiwa uwe mlinzi wa kwanza kusimamia uwanja, ili kusudi kwamba kama shida yoyote itatokea maana yake wewe ndio utakuwa responsible moja kwa moja kwa nini shida imetokea katika uwanja wako. Umeelewa? Na bodi ya ligi wenyewe wanasimamia inawezekana wakawa wanasimamia kwenye masuala ya kanuni na sheria zinasema nini, kwamba kweli Simba walikuwa wako sahihi kwamba bana sisi tumeenda kwenye uwanja, tulitakiwa kwamba tumeenda kwenye uwanja kwa ajili ya kupasha kwa ajili ya maandalizi ya game ya kesho, tumezuiliwa na kanuni. Kifungo cha sheria fulani kinasema kwamba bana kutokana na kifungu hichi cha 10 na ngapi kinasema kwamba bana ukikataliwa kufanya mazoezi kwenye uwanja siku ambayo ni nyuma before kabla ya mchezo kuchezwa, basi una haki moja kwa moja kutokwenda kushiriki katika mchezo ambao unatakiwa kucheza katika siku husika ambayo inafuata. Kwa maana yake unaweza kusema kwamba both side walikuwa wako kwenye haki. Na maamuzi ya leo hii pengine hayawezi akawa yanapalilia makaa ya moto kwenye uvunjifu wa sheria, huku tukiwa tunategemea busara itakuwa ikitumika, kwa sababu leo hili limetokea kwa upande mmoja na si ni mara ya kwanza kwamba masuala haya kutokea. Tunakuwa tunaenda kumalizia kwenye busara. Labda hatuoni sasa hivi ni wakati wa kwenda kuitumia sheria iweze kutumia nguvu yake ya kimsumeno kwamba inakata huku na huku ili kusudi iweze kuwa fundisho mwingine asiweze kuja kurudia tena kwenye masuala kama haya. Ndio maana wanasema kwamba hizi klabu za Simba na Yanga wanasema ziko above the law. Sio law iko above ya hizi klabu mbili. Umeelewa? Kwa mfano kama maamuzi ya leo yakipitishwa kwamba game itachezwa tarehe fulani, maana yake unaweza kusema kwamba Simba wameonekana wana nguvu zaidi kuliko Yanga na Yanga ameonekana ni mnyonge kuliko Simba. Kwa sababu gani? Before ameshatoa barua ya kusema kwamba mimi sitocheza dabi tena. Umeelewa? Yeah. Leo tunakuja kwenye kikao, tunakubaliana kwa kuwa tu serikali imeingilia kati, imekuwa mediator kati ya hizo timu mbili. Mmekubali kwamba tunarudi kucheza dabi. Umeelewa? Kwa maana yake tunaweza tukasema kwamba wameshindwa kusimamia kwenye ule msimamo wao ambao walikuwa wanao before. Na ndio maana kama before kuna muda Yanga alisema kwamba wanataka kuipeleka hii kesi kasi ambayo ni mahakama inayoshughulikia na masuala ya michezo, si ndivyo? Yeah. Kwamba waende wakaone kwamba je, sisi tupo sahihi au tuna makosa kutokana na kile ambacho sisi tumekiamua. Umeelewa? Kwa maana yake inawezekana mkutano ambao unaenda kufanyika leo kwa ajili ya kufanya negotiation, kwa ajili ya kukubaliana, inawezekana busara zikatumika kubwa zaidi ili kufikia
makubaliano ya mwisho. Je, dabi inaenda kuchezwa au dabi haiendi kuchezwa? Lakini cha msingi ambacho mimi nimechokiona kwenye mpira wetu umekuwa una siasa nyingi sana, haujaenda direct moja kwa moja, na ndio maana always mpira wa Afrika hauwezi ukakuwa kama the way ambavyo tunaweza tukazungumzia labda barani Ulaya. Umeelewa? Kutokana na nini? Usimamizi wa viongozi katika ligi husika umekuwa ni mbovu. Unakuwa unaendeshwa moja kwa moja na zile timu ambazo zimeonekana ni title container katika nchi husika. Umeelewa? Na baadhi ya viongozi ambao wanasimamia haya mashirikisho ambayo yanasimamia masuala ya mpira wa miguu katika nchi husika wamekuwa hawapo na msimamo madhubuti kusimamia kwamba sheria inataka tuende tufanye nini. Na nikwambie kwamba kama kila kitu kingekuwa kinaamuliwa kutokana na sheria inasema nini, sidhani kama kungekuwa mpaka leo tungekuwa tunakuja kwenye situation kama imetokea siku hii ya leo. Bwana, hayo ni maoni ya kwake Mr. Info J Busy akiwa anajaribu kutupitisha katika sakata zima ambalo limefukuta mwezi huu wa 3 wote katika masuala ya kimichezo hapa nyumbani Tanzania, likihusisha mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya watani wawili, Yanga dhidi ya Simba, mchezo ambao ulipangwa awali kuchezwa tarehe 8 ya mwezi Machi mwaka huu 2025. Leo hii kikao kinakaliwa. Maamuzi gani ambayo yanaweza kutoka? Basi sisi kama Mbaju TV tupo tayari kuhakikisha kwamba tunakujuza wewe uweze kufahamu kila kitu. Cha kufanya ni kutukumbatia kwa kuhakikisha kwamba una subscribe YouTube channel yetu, lakini pia una like na kucomment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunazipandisha hapa kila siku na kila saa. Pia unayo fursa ya kutufuata pale katika akaunti yetu ya Instagram. Huko sisi tunapatikana kwa jina la Mbaju TV. Huko pia tunakuelimisha na kukuburudisha wewe. Uwe na siku njema. Ni David Edward.